Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana wapendwa wetu wote katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Kama kawaida vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Ile vipindi vyetu vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku, na Alhamisi ya mwisho wa mwezi huwa tunakuwa na kipindi maalum, kipindi cha dakika 90 cha maswali na majibu. Leo tunaanza kipindi kipya, series mpya, lakini kabla hatujaanza kipindi chetu, naomba mtumie dakika chache kidogo kuweza kuwatumia wapendwa wetu wote tuwe shemasi kwa watu angalau 3 kuwakumbusha kwamba kipindi chetu cha Bible Study karibia kinaanza. Kipindi hiki cha Bible Study huwa kinakwenda kwa lugha ya Kiswahili na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu rasmi, ningeomba nimuombe dada Olivia kama upo sehemu nzuri uweze kufungulia kipindi chetu cha leo. Karibu dada Olivia. Mtakatifu Bwana wa majeshi, Baba wa mbingu na nchi. Baba, tuko mbele zako jioni ya leo, usiku wa leo, wengine ni alfajiri, kwa ajili Baba ya kuja kuendelea kujifunza kutoka kwako Baba wa mbinguni. Mungu wa mbinguni, kwanza tunakuomba utusamee pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako kwa kujua au kwa kutokujua. Tunakuomba Baba uturehemu. Rehema yako Baba ikamfunike kila mmoja wetu aliyeko katika madhabahu uliko sasa, katika jina la Yesu Baba mtakatifu, ili yote tutakayoendea usiku wa leo Baba yakapate kibali mbele zako katika jina la Yesu. Baba, tunakabidhi watumishi wako wanaoenda kutuhudumia siku ya leo. Mungu wa mbinguni, tunakuomba Roho Mtakatifu kawavuvie katika vinywa vyao yale yote wanaenda kuyaleta kwetu siku ya leo. Baba, yakapate kutufundisha, yakapate kutubadilisha, yakapate kutupeleka viwango vingine vya imani, maisha yetu ya kiroho, maisha yetu ya kimwili, ya kiuchumi, ya familia, yakawe na badiliko kutokana na mafundisho tutakayoenda kupokea siku ya leo. Baba wa mbinguni, tufungue masikio ya rohoni ili tukaweze kuelewa yale Roho Mtakatifu anayotuletea siku ya leo. Tazama Baba, meza imeandaliwa tayari, tuko tayari kula na kunywa mezani pako kuanzia sasa. Na Baba, tunakianza kipindi hiki katika jina la Baba na jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu dada Olivia kwa kufungulia kipindi chetu rasmi kwa siku ya leo. Na mimi sitapenda kupoteza muda sana, lakini ningependa kuambia leo ni kipindi kipya, kitakuwa ni series za wiki 3, na kipindi cha leo kina title inayosema Je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa na kwenye utumishi wa zamani na wa leo? Hichi ni somo ambalo liliombwa na mmoja kati yetu hapa, na tunapata bahati ya kufundishwa kipindi hiki na ndugu zetu, walimu wetu Mama Janet na Anderson Kasha. Again, mwalimu wa leo watakuwa Mama Janet na baba yetu mpendwa Baba Anderson Kasha. Watakuwa na utaratibu specific kwa ajili ya kufundisha hichi kipindi kwa wiki hizi 3 zinazofuata. Kwa hiyo nitaomba nimkaribishe mtumishi wa Mungu Mama Janet Kasha aweze kuintroduce kipindi na kupa utaratibu wa siku ya leo. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Amen. 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 Basi tunashukuru sana viongozi wetu kwa kutukaribisha, na tunapenda kuchukua nafasi hii tunapoanza kujua kwamba Mungu yuko katikati yetu akitafuta kutuingiza katika faida za kumjua zaidi. Na katika somo letu au tiririko wa masomo yetu katika hizi wiki 3 kuanzia leo, nalenga kujibu swali hilo ambalo kama lilivyoonyeshwa kwenye tangazo, na sisi tumeweka kwamba ni kujibu swali ambalo la kwanza ni kwamba je, kuna
kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa za zamani na za leo. Alafu kwenye hizo zinafuata itakuwa je, kuna stahimilivu tofauti kwenye utumishi wa zamani na wa leo. Na katika kujibu hoja hizo tutaziunganisha kwa pamoja kwa sababu kwa sehemu zote zinahusiana na utumishi. Na pamoja na kwamba leo tutakuwa tunaangalia zaidi kwenye eneo la ndoa, tunajua kwamba ndoa ni utumishi. Wale wote walioingia kwenye ndoa wameitikia wito wa Mungu wa kuingia kwenye ndoa, wakijua pia kwamba kuna utaratibu ambao Mungu ameweka katika kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo kwenye hoja zote hizo mbili kuhusu hiyo ya kwanza kwamba je, kuna stahimilivu tofauti kwenye ndoa za zamani na za leo, katika kujibu hoja tunasema kwamba ndio kuna stahimilivu tofauti. Na pia kama tutakavyokuwa tunaendelea, je, kuna stahimilivu tofauti kwenye utumishi wa zamani na wa leo, pia katika kujibu hoja hiyo pia tunajibu kwamba ndio kuna stahimilivu tofauti. Kwa hiyo kwenye sehemu hii kwenye siku ya leo tutaangalia kwenye eneo hilo la ndoa, ambapo ambayo tumetangulia kusema kwamba kuingia kwenye ndoa ni kujibu mwito wa Mungu. Na wale wote ambao wameingia kwenye ndoa basi wanajua kwamba wameingia katika wito. Na neno la Mungu linalotutangulia ni Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza mlango wa 4 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema, mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Kwa hiyo wale ambao wameingia kwenye ndoa wanajua kwamba wametikia wito wa Mungu, na kwamba kuna utaratibu wa Mungu ambao ameweka katika ndoa. Na hasa kwa sababu tunalenga kwenye eneo lile la kuangalia kwamba je, kuna tofauti katika stahimilivu katika kulinganisha ndoa za zamani na za leo. Tunajua kwamba tukikumbuka kwamba tuwatumishi tunapokuwa tumeingia kwenye ndoa inatusaidia sana, kwa sababu tunajua kwamba katika ndoa ndio ni kweli kuna kutumikiana kati ya mume na mke, lakini tunajua kwamba ni kupitia katika kutumikiana huko tunamtumikia Mungu. Tukumbuke hivyo. Tukikumbuka hivyo itatusaidia sana, ili hata tunapolinganisha kwamba kwenye ndoa za zamani na za leo, ile tofauti katika stahimilivu ambayo bila shaka wengi tunajua kwamba ipo, na sio kwamba ni kidogo, ni kubwa. Na tutaiangalia kwa sehemu, kwa maeneo mapana kwenye eneo hayo. Tunajua kwamba ipo kabisa, na itatusaidia kujua kwamba ili tuweze kuhakikisha kwamba stahimilivu inaendelea kuwepo ya kutosha. Maana stahimilivu ndio ambayo inasababisha katika eneo hili ndoa iweze kuendelea mbele. Na sawasawa na jinsi ambavyo katika ndoa zetu za Kristo zinavyolenga kwamba ni mpaka kifo kije kitutenganishe. Na ili kuweza kuzingatia hiyo au kufaulu katika hilo, inabidi kukumbuka hilo kwamba sio kwamba tu ni hao wanandoa wanatumikiana, lakini katika kutumikiana huko kuna lenga kumtumikia Mungu. Ni katika kutumikiana huko ndiko ambako kuna elekeza katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo wataendelea kukumbuka kwamba ili kuweza kufaulu itahitaji kwamba waweze kukumbuka kwamba
hawajitumikii wao wenyewe, lakini wanamtumikia Mungu. Na kwa sababu hiyo pia, kwa sababu kuna ahadi ya Mungu ambayo anasema ya kwamba wale wote Yesu alisema kwamba wale watakaomtumikia Baba atawaheshimu. Yaani kuna ahadi ya msaada wa Mungu wa kutusaidia tunapokuwa kwenye ndoa, kwa sababu tumekubali kuitikia wito huu. Na ndipo tutakapokuwa tunaendelea kuona vile ambavyo hizo tofauti kati ya ndoa za zamani na za leo imekuwepo. Kwa sehemu ya mwanzoni kabisa, sote tunafahamu hiyo kwamba kuna tofauti ya ustahimilivu ambayo ipo, na ndoa hizo za huko zamani kulikuwa na namna yake ambapo kuna mazingira mbalimbali ambayo yalikuwepo ambayo yalifanya hali ya ustahimilivu ikawa ya kiwango cha juu zaidi kuliko la sasa hivi. Na kwa maeneo hayo yote mbalimbali, nitaomba sasa niweze kumkaribisha mke wangu Mama Kasha, kwa vile ambavyo wengi wanafahamu kwa jina hilo Mama Kasha, na ili aweze kutembeza katika maeneo mbalimbali yale yanayohusiana na hasa katika kwanza itakuwa ni kwenye kuweza kwanza kukubali hiyo hoja kwamba tumeshakubali kwamba ni kweli kuna tofauti, lakini na sasa tukilinganisha kwenye ndoa za zamani na sasa hivi kwamba ndoa za sasa hivi kiwango cha ustahimilivu ni kidogo zaidi, kimeshuka, na tutaweza kuendelea pia mbele na kuweza kuangalia kwamba ni kwa njia gani tunaweza kunyanyua kiwango ili kuhakikisha kwamba tunafikia kwenye kile kiwango ambacho Mungu amekusudia. Basi karibu sana mama, karibu. Amen. Asante sana Pastor Kasha, asante sana dawati la Bible Study. Tunawashukuru watumishi kwa kazi yenu njema, na tunashukuru Mungu tena kwa ajili ya somo hili zuri kabisa ambalo huyo mtumishi au mpendwa aliliuliza. Ni somo zuri mno. Ni kweli kama Pastor Kasha alivyosema, kwa kweli tofauti ipo, lakini kabla tunaenda kwenye tofauti, neno la Mungu ni lile lile. Kuanzia miaka ile neno la Mungu ni lile lile, halijabadilika. Jinsi Mungu alivyosema mwanzoni kwamba yeye kwanza ndio mwanzilishi wa ndoa. Mwanzo 2:24, yeye ndio mwanzilishi wa ndoa. Maneno aliyoyaongea miaka ile na mpaka leo, kizazi hiki kipya, kizazi cha ajabu hiki kipya, neno ni hilo hilo. Kwa hiyo neno la Mungu halibadiliki, ila sisi ndio tunaobadilika. Watu ndio wanabadilika, mazingira yanabadilika. Kwa hiyo tutaangalia kwamba kipindi kile wanandoa, na sasa hivi ndoa tunaoenda kuzungumza hapa ni ndoa ya Wakristo, kama jinsi Pastor Kasha aliposema, ndoa ya Wakristo ambayo tunajua kabisa kwamba ndoa ni huduma Mungu ametupa, ni utumishi tumeingia, na ni mpango wa Mungu mwenyewe aliuanzisha, na kusudi kubwa kabisa la Mungu kuanzisha hii ndoa ni kwa sababu alimtengeneza Adamu, akaona asikae peke yake, amtengenezee msaidizi. Mungu alikuwa na makusudi mazuri kabisa, yani aliweka hiki kitu akijua kwamba ni kitu kizuri mno. Na tangu wakati huo hichi kizazi cha zamani, na mimi nitaita kizazi cha zamani na kizazi cha sasa. Kizazi cha zamani neno walolisoma ni hili la Mungu, na kizazi cha sasa hivi neno linalosomwa ni hili la Mungu. Lakini kwa nini sasa tunakuwa na maisha tofauti? Kwa nini sasa tunakuwa hatuna ustahimilivu wa zamani ni wa tofauti na wa sasa hivi? Ni kwa sababu ya jinsi ambavyo tumeweza kulisikiliza neno la Mungu. Ustahimilivu kutokana na neno la Mungu linaposema kwenye Waefeso, tutasoma Waefeso 5:22. Naomba usome Waefeso 5:22, nisaidie kuisoma pale. Lakini tutaenda kusoma hapo tuone kwamba kutokana na mambo ya ustahimilivu yalivyobadilika sasa hivi, ni kutokana na mazingira, ni kutokana na tabia, ni kutokana na mapokeo,
ni kutokana na jinsi ambavyo kila kitu kinabadilika, lakini neno la Mungu liko pale pale, halijabadilika. Neno la Mungu alipoongea kwenye ndoa ameongea. Alipoongea kwenye Waefeso 5, Mungu alituonyesha kabisa kwamba wababa wapendeni wake zenu. 5:25. 5:22 anasema wamama watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Wapendeni wake zenu kama kumpenda Kristo. Tumeambiwa neno la Mungu liko pale. Lilikuwepo kizazi cha zamani, lilikuwepo kizazi cha sasa hivi. Kwa nini kizazi cha zamani kiliweza kutulia katika hili? Mazingira yaliyokuwepo kipindi cha kizazi cha kipindi cha zamani, yale mazingira yaliyokuwepo yalikuwa yanasaidia wanandoa wa Kristo wakae katika neno la Mungu. Na nitasema hivyo kwa sababu kwanza makanisa yenyewe yalikuwa yanasimamia neno la Mungu. Alafu community tulizokuwa tunazikaa, kuna wengine ambao wametoka kwenye community ambazo naweza nikasemea kama community ya kwangu mimi, kule tulikuwa tunatoka kule Marangu, kule tulikuwa tunakaa kule, ilikuwa mtu kusikia kwamba kuna kitu kimemfanya mtu ashindwe ndoa, ilikuwa ni kitu kibaya cha ajabu mno. Kwa hiyo community yenyewe ilikuwa inafanya kuona hiki kitu sio kitu cha kawaida. Na makanisa always wakati ule walikuwa kwanza kabla hujaingia kwenye ndoa zamani, unaingia kwenye semina ya ndoa. Na ukikaa kwenye ndoa ukaleta shida, kukapatikana shida, kabla hata hawajafikia mahali popote, maana nakumbuka walikuwa wanaruhusu kipindi kile maybe kwa ajili ya nini, abuse na uzinzi, na tutasoma neno la Mungu linatuambia nini. Lakini kabla hawajafanya hivyo, walikuwa wanawakalisha chini wanandoa na wanahakikisha wanawapa counseling ya kutosha. Na kipindi cha zamani ilikuwa ni kwamba hata mtu akipata tatizo kwenye ndoa, halikuwa hawazi wazo la kwamba naenda kumwacha, anawaza nitatengenezaje. Ninaita ni kipindi cha kutengeneza, na hichi kipindi sasa hivi ni kipindi cha kutupa. Kizazi cha zamani kilikuwa ni kizazi cha kutengeneza. Hata tukiangalia furniture, vitu vyote vilikuwa vikiharibika, wazo la kutupa lilikuwa halipo. Ni wazo kwamba tutengeneze. Unatengeneza, kinaendelea kutumika. Kwenye ndoa ilikuwa ni hivyo hivyo. Ukitokea, kwa sababu tukumbuke kwamba adui alikuwepo wakati ule na alikuwepo sasa hivi. Na tutasoma neno la Mungu sasa hivi yuko kwa ubaya zaidi, kwa sababu tumekaribia kipindi cha mwisho. Lakini wenzetu walishindaje katika yani kushinda na kustahimili na kukaa kwenye ndoa zao, huku wanapita changamoto, wanapitia mazingira yote ambao watu wengine wanapitia sasa hivi. Tukiangalia kitu cha muhimu kabisa, makanisa yenyewe yalikuwa hayasupport vitu vya kuachana. Alafu isitoshe makanisa yalikuwa yanahimiza maombi, himiza counseling. Yaani mtu unakuta tulipokuwa mabinti wadogo tunashangaa tu, tunasikia baba fulani na mama fulani kila saa hapo kanisani kuna maombi. Nini? Wanafanywa tu maombi, kuna shida fulani imetoka kwenye familia yao. Sasa unajiuliza ni kitu gani, lakini kumbe ilikuwa ndio hivyo. Wakijua kuna shida tu wanaingia kwenye maombi. Wakijua kuna shida tu wanaingia kwenye kucancel. Kipindi hicho sasa wakati huo, kwa sababu pia mazingira yalikuwa yanawaruhusu. Community pia ilikuwa inakaa mkao hivyo kwamba wewe ukiachika tu au ukimwacha mwenzio, hata kwenye community ni kama vile ulikuwa ukubaliki. Hata kanisani kama vile ulikuwa ukubaliki. Na kumbuka hata wazee wa kanisa walikuwa wanawekwa viti vya nyuma, ni mpaka watengeneze warudi tena kwa wake kwao au warudi tena kwa waume zao. Na kumbuka hata mimi nilikuwa na ndugu yetu mmoja, naye alikuwa hivyo, alirudishwa, mke wake akarudishwa, lakini akafanyiwa counseling mpaka akatuliza hasira zake, akarudishwa mke wake. Yaani ndivyo ilivyokuwa inaenda hivi. Lakini sasa ukiangalia jinsi ambavyo wenzetu mazingira yale yaliwaruhusu, tabia ya wakati ule pia iliwasaidia, mapokeo waliokuwa nayo pia yalisaidia. Ijapo kwa upande mwingine ilikuwa si nzuri sana, especially kwa watu ambao kwenye abuse,
lakini kwa sehemu kubwa sana walijua ni namna gani ya kutengeneza. And I wish hicho kitu kingekuwa kinaendelea mpaka leo hii, hata makanisa yakashika zile nafasi za kwanza za kusema kwamba jamani, instead ya mtu umefikia hapa tufanye hivi, hebu tutengeneze, hebu tuombe, hebu tuangalie ni wapi pameenda wapi pamekosea, nani ni mbaya, tufanye nini. Ingetusaidia sana. Kwa hiyo kitu ni kitu ambacho kilisaidia sana kizazi kile cha wakati cha zamani. Sasa tukisoma hichi kizazi cha sasa hivi, kizazi cha sasa hivi mimi naita ni kizazi cha kutupa. Ni kizazi cha kwamba kitu kimeharibika, tupa. Sasa ukiingia kwenye ndoa, you know what I can do, sikupendi tena, sijisikii chochote, I don't feel you, I don't love you, nini, tuache. Lakini neno la Mungu linatuambiaje? Kwa sababu hata kama mazingira yanaturuhusu na nchi imeruhusu, kama kanisa yanaruhusu, kuna wachungaji wengine wanasikia kabisa anakuambia mimi ndoa yangu ni ya 4, ni ya 5. Lakini je, neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Nitaomba Pastor Kasha alisomee. Naomba unisomee Wakorintho wa kwanza 7. Tutaanza pale 12 mpaka 15. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7. Yeah. Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa 12 hadi wa 15. Samahani, soma kwa Mathayo. Samahani. Soma Mathayo 19:3 mpaka 9. Hebu tuanze pale kwa Yesu mwenyewe kwanza. Mathayo 19:3 mpaka 9. Tuanze pale kwa Yesu mwenyewe kwanza. 19 mstari wa 3 mpaka 9. Neno la Mungu linasema, ni Mathayo 19 mstari wa 3 hadi wa 6. Basi wa 9. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu wakimwambia, je, halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hakusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mke? Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi akawaunganisha Mungu. Basi aliyounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Amen. Natosha kabisa hapo. Tunaona jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuambia hapo. Tunaona jinsi ambavyo Mafarisayo walimuuliza Yesu. Maana najua wakati mwingine tukisoma mambo ya Agano la Kale kuna mtu mwingine anasema sasa hivi tuko kipindi cha Agano Jipya. Walimuuliza Yesu akamwambia kwamba na haya mambo ya kuacha mke wako unasemaje? Lakini tunaona jinsi ambavyo Yesu alivyojibu. Na pale umefika mpaka 9, kuna mahali alikuwa anasema mbona Musa alituruhusu tuwaache, lakini akasema kwa ugumu wa mioyo ndio maana aliwaruhusu. Lakini mimi ninasema ukiendelea mpaka pale 9. Umefika 9. Amen. Nataka usome tu yote mpaka, kwa sababu nataka mpaka pale Yesu aliposema. Mstari wa 8 anasema, akamwambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini naye, amwaye yule aliyeachwa na azini. Amen. Hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe. Anaongea kuhusu ndoa.
Na hili neno nimesema lilikuwepo kizazi cha zamani na liko kizazi cha sasa hivi, na mpaka sasa hivi ndio neno ambalo tunaendelea nalo, halibadiliki neno la Mungu. Kwa hiyo kitu cha muhimu sasa kulielewa kabisa hapa kwamba kwa kweli habari ya ndoa ni habari ambayo Mungu hapendi kabisa mpango wa kuachana. Hapendi. Ameeleza kabisa hapendi kuachana. Na pia tunaona Yesu mwenyewe akisema kwamba waliruhusiwa tu kwa ajili ya mioyo, ya ugumu wa mioyo, lakini haikuwa hivyo. Mpango kamili wa Mungu, kuachana si kuzuri wapendwa. Lakini ndoa pia sio kwamba ina urahisi. Kila ndoa ina changamoto wapendwa, kwa sababu kumbukeni, ndoa ni huduma ya Mungu na adui anaipiga vita, especially katika ndoa za Wakristo sasa hivi. Kuna vita kali kwenye ndoa za Wakristo. Kali kwa sababu adui anataka kuhakikisha tunafanya kinyume na jinsi Yesu alivyosema. Always anatamani sisi tufanye kinyume. Lakini sasa sisi tunatakiwa tujue neno moja kwamba wewe uliyeingia kwenye ndoa, naongea na wale ambao wako kwenye ndoa na ndoa za Kikristo. Naongea na wewe uliyeingia kwenye ndoa. Jua kitu kimoja kwamba ulivyoweka ule agano kwamba unampokea huyo mume, unampokea huyo mke, na ni mpaka kifo kitakapowatenganisha, uliweka mbele za Mungu. Na hiyo ilikuwa ni agano ambalo umeagana katikati ya watu na Mungu, na Mungu anaiheshimu hiyo agano. Na ndio maana watu wengi sana wanafika mahali wanakuwa kama vile hiyo ndoa, wanachukulia ndoa kama mchezo. Ni kama mchezo tu kwamba I'll go say I do, and if I feel like I don't like it, I just leave it. Mimi nitaenda tu nimuoe, nikijisikia sijisikii tena namuacha. Hivyo ni kumchezea Mungu na kutafuta laana kwenye maisha yenu. Na ndio maana tunakuta watu wengi sana wamejiingiza kwenye shida hizo sasa hivi. Wamejiingiza kwenye matatizo kama hayo. Na hata mtu ametoka, anafikiri hata akipata huko anapata furaha, anajikuta tena ana shida. Lakini mimi nilikuwa ninaangalia kwamba tukiangalia watu wa zamani jinsi ambavyo walivumiliana, na hata kama kulikuwa kuna matatizo, walikaa chini wakayatatua matatizo. Walikaa chini wakaona tufanye nini ili tutengeneze, kwa sababu hakuna namna ya kuondoka. Hapa hauondoki. Kama mimi na Kasha nasemaga hapa, hakuna mtu anaondoka. Hapa ni lazima tu kutengeneza. Kuondoka hakuko. Ni lazima tu kutengeneza. Kutengeneza ni lazima. Hatutupi, tunatengeneza. Na kutengeneza kunawezekana kwa sababu tunaye Mungu tunayemtumikia, ambaye ndio aliyetengeneza ndoa. Tukimrudia yeye, anatuonyesha ni namna gani ya kutengeneza hiki. Lakini kwa nini tunakuwa na mioyo migumu? Kama aliyozungumza hapa Yesu alipokuwa anawaambia Anania, aliwajibu Mafarisayo hapa akasema Musa aliwaruhusu kwa sababu tunakuwa na mioyo migumu isiyo samehe. Mioyo migumu isiyo samehe. Mtu unafika kwenye ndoa unapata kitu kigumu kiasi ambacho kweli kabisa huwezi kusamehe. Alafu mioyo migumu isiyo jali. Mioyo migumu ya ubinafsi, uchuki, unajaza chuki kiasi ambacho hauko hata tayari kupokea counseling ya kutengeneza na mke au mume ambaye uliapa madhabahuni hutamuacha mpaka kifo. Unapata uchungu na moyo unakuwa mgumu kwa ajili ya vitu kama hivyo. Sasa katika hichi kizazi cha sasa hivi, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie, atuwezeshe ili kwamba tuangalie ni vitu gani vinavyotufikisha kwenye kuwa na mioyo michungu hivyo, ni vitu gani? Ili tuvianze mapema. Tuanze mapema kabisa kabla tujafikishwa hapo kwenye mahali pabaya hivyo. Tuanze mapema maombi. Maombi ni ya muhimu mno, kwa sababu maombi tunaongea na Mungu wetu ambaye alituunganisha. Mimi nakwambia ndoa bila Mungu kuingilia kati, sijui watu wanaoshinda ndoa bila Mungu kuwepo sijui wanawezaje. Lakini ile ndoa ya Kikristo inayompendeza Mungu inamhitaji Mungu mwenyewe awe ndio msingi wa hiyo nyumba. Mungu mwenyewe ndio awe msingi katika hiyo kila kitu kinachoendelea katika hiyo nyumba. Kuomba pamoja, kuombeana, kuomba kila siku, namwambia Mungu niwezeshe. Kukitokea tatizo lolote, ingia kwenye maombi kwanza, acha maneno. Kizazi cha sasa hivi ni maneno, sio maombi. Umepata tu shida hapa, taarifa zimeshafika Tanzania, zimeshafika sijui wapi, ukimuuliza mtu umeomba, sijaomba. Sasa kweli hiyo ndoa itapona kweli?
Yaani ni kama vile unamwambia shetani, hey, shika ndoa yangu hii, hapana kuwekea mikononi, shika. Lakini ukirudi mbele za Mungu, kwa sababu always kwenye ndoa kunaingia na watu wawili. Na always shida ikitokea kwenye ndoa ni ya watu wawili. Sio mtu mmoja. Ni ya watu wawili. Kwa hiyo ni lazima kila mtu arudi aangalie ni wapi. Mungu nisaidie, ni wapi nimekosea. Mungu nisaidie, ni kitu gani kimefanyika hivi. Ndio huyo amesikia anafanya kitu ambacho sio cha uaminifu. Lakini Mungu nisaidie, nimsamehe how can I forgive him? How can I forgive her? Ni maombi na kusamehe. Usiposamehe na usipoomba, haya machungu na ugumu wa mioyo utakuwa ni namba moja kwako. Lakini tukisamehe, tukisamehe, tukiomba, Mungu anatusaidia. Tunaondoa na ubinafsi. Wengine tuna watoto. Unajua unapoanza kuingiza uchungu na nini na kuanza kutaka kudivorce, tunafahamu jinsi ambavyo divorce sasa hivi za kuachana sasa hivi ni mbaya sana kwa watoto. Lakini wakati mwingine hatufikirii hiyo, unachukua tu ubinafsi, umeweka moyo mgumu, ni ubinafsi. Unafikiria wewe tu, unajifikiria wewe tu. Unajifikiria wewe tu, ufikiria hata watoto watakaaje. Na wengine wanatoka tu huko, wanaenda wanaoa tena ndio wanaingia. Unadada mmoja juzi nimetoka kuongea naye the other day. Anasema mimi mama Kasha, kwa kweli jamani, niliruka majivu nikakanyaga moto. Mimi hawishi ningemrudia mume wangu. Na sasa hivi anaomba Mungu anaweza kumrudia mume wake. Na ni mambo ya kijinga tu. Akaona hii nchi jamani ni rahisi tu divorce. Hebu nimuache na mimi, kamuache. Sasa amekuja kuona mwanaume mwingine ni shida, anatamani tena arudi kule. Na kule tena akurudiki. Lakini ni kwa sababu ya nini? Ya kutokujua kwamba jamani, ndio kwenye ndoa, kila ndoa, wanandoa mnaonisikiliza hapa, kila ndoa ina changamoto. Kila ndoa ina changamoto. Hakuna hata mwanandoa hata mmoja ambaye hana changamoto hapa, including mimi na Pastor Kasha. Tuna machangamoto yetu hapa. Wacha we. Nakwambia hakuna. Lakini ushindi unakuja kwenye maombi na kusamehe na kucommunicate na kuvumilia. Hii anaosema ustahimilivu, ambao watu wa zamani walivumilia. Tunakumbuka mabibi zetu na mababu zetu, wengine walikuwa wanapigwa ngumi, wanavumilia tu ili walee watoto. Mtu anasema mimi siondoke hapa anga kaoe mke mwingine alitetee watoto, nitavumilia tu hizi nguvu. Kavumilia mama, watu kakaa mpaka baadaye watu wamekuwa, baadaye baba anakuja hata kuomba samahani, baadaye anaona kumbe ilikuwa ni ujinga tu. Lakini amemvumilia. Sasa hivi ni nini kinacholeta shida kwenye ambapo hakuna ustahimilivu kwenye ndoa? Maendeleo. Mitandao. Watu tunaangalia ndoa za kwenye mitandao, tunalinganisha na ndoa zetu. Huwezi kulinganisha ndoa yako na ndoa ya mtu yeyote. Maendeleo. Wamama siku hizi ndio tunafanya kazi, wamama wengine ndio wanaingiza hela nyingi kuliko wababa. Lakini turudi kwenye neno. Tukirudi kwenye neno tutapona. Hata kama unaingiza mabilioni na wewe unaingiza sijui helfu. Tukirudi pale kwa Waefeso, kama wewe mama unaingiza mabilioni na bado unamtii mume wako na unamrespect, mnarespectiana, hakutakuwa na shida. Shida ni kwamba ni pale unapoona sasa wewe uko juu, sasa wewe ndio kichwa. Unataka kumbadilishia Mungu alivyopanga. Mungu amesema mwanaume ndio awe kichwa, lakini sasa wewe unataka uwe kichwa. Sasa unaona ukitaka kubadilisha hivyo, sasa hapo adui ndio anaingia, anasema sasa hapa ndio parahisi pa kuvunja hapa, maana ameshajua hapa hii sio nafasi yake. Always wamama tusipokaa kwenye nafasi zetu tunatafuta shida. Na wababa msipokaa kwenye nafasi yenu ya kupenda mnatafuta shida. Kwa sababu wamama wengine mimi mume wangu simpendi sasa hivi. Mimi Biblia yangu nikifungua mwanzo mpaka mwisho sijaona mahali nimeambiwa nimpende mume wangu. Hawa wanaume kazi wanaotakiwa ni kuwatii tu na kuwasrespect. Umewamaliza. Hiyo tu. Na sisi tunatakiwa kupendwa. Tukipendwa vizuri tukapendeka kama Kristo alivyolipenda kanisa. Nini bila kutii raha tu. Haleluya. Hamna kitu chochote kinaweza kukuzuia usifanye chochote. Ni kusimama kwenye neno la Mungu alilotuambia jamani. Halafu sasa kuna mambo ya emotion. Zamani watu walikuwa wakishare vitu vyao vinakaa hapo kwenye familia, vinatulia.
wanakaa hapo wanasaidiana. Sasa hivi sisi kizazi cha leo, ukiwa kuna shida yoyote imeshaenda, mitandao imepita. Zamani unajua kulikuwa hata kuna maendeleo, hakuna mtandao, hakuna nini, hakuna simu yenyewe mpaka uje umpigie baba simu imeenda wapi, hakuna. Yaani ilikuwa kutengeneza ni lazima tu, kuna namna. Lakini sasa hivi mitandao imejaa. Hujakaa vizuri umeshaposti watu, umeshaposti where. Sasa hivi vitu vyote hivi Biblia imetuambia kwa sababu hichi kizazi cha sasa hivi kiko kwenye hali ngumu mno, kwa sababu ukisoma kwenye Mathayo 24:12 mpaka 13 pale utaona jinsi ambavyo anasema kwamba maasi yataongezeka na upendo wa wengi utapungua, na tuko kwenye hicho kipindi sasa hivi. Sasa tulia na Yesu, tutakuwa tuangalia vizuri, kwa sababu adui shetani anajua kabisa nikitingisha nyumba na kanisa nimelitingisha, nikitingisha nyumba na familia nimeitingisha. Na always ndoa isipokaa vizuri hata kai vizuri, na ndoa ikiwa na furaha hata watoa na furaha. Kwa hiyo tumjue adui na tusimwachilie hata dirisha, tusimfungulie. Ajue kabisa kwamba hapa kama kuna vita yoyote inayokuja kwa wanandoa, ije vita ambayo wewe na mume wako wote mtapambana kuiondoa. Ukitokea kitu chochote kile useme kwamba okay, mimi hapa hichi kitu kimekuja hapa, tufanye maombi, tujue kabisa mimi na wewe hakuna mtu anayetoka, lakini hiki kitu kitatoka. Adui ndio anayetakiwa kutoka. Na kuna mambo ya kusapotiana, emotion support. Hakuna kitu kibaya kama wanandoa wa leo wanachokifanya kama kudharauliana. Kumdharau mwenzio unapomuona yuko kwenye emotion is very bad. Ni mbaya mno. Wakati mwingine mimi wanapenda tu kusema hata kama huwezi, hata kama hujui ni namna gani, mtu anapokuja kwa ajili ya feelings zake, uwe mwangalifu. Mke wako akikujia kwa machozi, baba unayenisikia, kuwa mwangalifu, acha kudharau, kwa sababu anapokujia wewe ndio mume wake. Akiwa na kitu moyoni kinamsumbua aende wapi? Au wewe ndio mke wake, huyo baba akikujia na kitu ambacho kinamuumiza, anakwambia mimi hiki ABCD, sitaki kutaja vitu maana kuna watu na wakansela hapo sio lazima nitaja vitu vyao. ABCD inaniumiza, ninaomba hiki kitu kisifanyike hivi. Badala ya wewe kumsikiliza mwenzio na kukaa chini na kusema okay, nimekusikiliza mke wangu, nimekusikiliza mume wangu, ninaomba hivi na hivi na hizo nitafanya, lakini hivi naomba tuombe, hivi naomba tutafute counseling. Kibaya ni kile cha kutokusikiliza na kudharau. Hiyo inamfanya mtu ajisikie kama ameachwa, yani ni kwamba hata ukisema unampenda ni kama vile unasema umpendi. Kwa hiyo tuwe very careful kwenye emotion. Watu wanapopitia feelings, wanaposhare feelings zao, wanapokuambia kwamba mimi hiki na hiki na hiki kinaniumiza, kichukulie kwa sababu ni mume wako, ni mke wako. Kuwa serious. Kwa sababu the more anajenga chuki, the more anapata ule ligumu moyo hilo tulizuie. Lisifike huko. Kwa sababu sasa hivi jamani tuko kwenye kizazi ambacho sio kizazi kirahisi. Tuko kwenye nyakati ambazo si nyakati nzuri, ni nyakati za kuangalia, ni nyakati za kulinda sana roho zetu, ni nyakati za kumuomba Mungu atusaidie tulee watoto katika mazingira ambayo ni mazuri watakaomjua Mungu, sababu watoto pia wanajifunza kwetu, ndoa zetu ndio wanazoziangalia. Je, wakitoka hapo watatamani kuwa na ndoa kama ya baba, watatamani kuwa na ndoa kama ya mama? Wanatuangalia, wanatusikiliza, wanatuona. Kwa hiyo sisi ndio vielelezo kwao. Sisi ndio vielelezo kwa wale watu ambao hawajaokoka. Neno la Mungu limesema yaani wamama hata tukikaa na waume zetu vizuri, tunaweza tukawavuta wengine kwa Yesu kwa kuona tu ile mwenendo wetu sisi tunaoenda nao kwa waume zetu. Kumbe hata kukaa tu vizuri na mume wako kunaweza kumfanya jirani yako akamtamani Yesu uliye naye. Kuna wengine tunatoka kwenye makabila ambayo automatically ni kama vile ni tabia ya kabila, lakini pia inakuingiza kwenye Biblia, especially kwenye reception, kwenye kuheshimu.
kwenye kuheshimu mume wako na kumtii mume wako. Ni kama vile ni tabia ya kabila fulani, lakini inakuingiza kwenye Biblia. Na utakuta watu hao kabila hilo ndoa zao zinadumu. Ndoa zao zinadumu kwa sababu ni kama vile wameingia kikabila, lakini pia wameingia kibiblia. Yeah, kwa sababu hata iwaje, hata ifanyeje, hawezi mdharau mume wake. Na huyu naye hawezi kufanya chochote kile ambacho ni kibaya kwa mke wake. Kuna tabia ziko zimeenda hivyo. Lakini pia Mungu atusaidie, tutaendelea pia na mambo mengine kuangalia, lakini tunajua kabisa kwamba ustahimilivu wa zamani unawezekana hata kuendelea hata sasa. Najua kwamba zamani ilikuwa haiwezekaniki, lakini hata sasa watu wa Mungu tunaweza kabisa kuvumilia, tunaweza kabisa kustahimili, tunaweza kabisa kuponya ndoa zetu. Na kama kuna kitu ambacho ninasema, yani tuombe, ninasema hapa kwamba sisemi ili mtu asinielewe, kwenye abuse ninaomba utafute help. Kwenye abuse tafuta help. Maana mimi sitaki uwe upigwe alafu usema nimepigwa hapa, niliambiwa nivumilie. Hapana. Ukipigwa tafuta help, kwa sababu huyo baba huenda ana hasira. Sisemi muachane, tafuta help kwanza. Atafutiwe help, alafu akishapatafutiwa counseling, akasaidiwa hiyo anger management, anaweza akarudi akakaa katika hali nzuri. Kwa sababu tukumbuke kwamba katika wanandoa always tusiweke mambo ya kuachana kama ndio hizo, au kama ndio sababu ya kufanya wewe uwe happy, au mimi am not happy anymore, lakini ndani sina furaha kwenye hii ndoa. Lakini furaha ya kweli tunaitoa kwa Mungu, hatuitoi kwa mume. Mimi nikimtegemea Kasha nipe furaha hapa, oh my Lord, ningeshaishindwa siku nyingi. Au Kasha tegemea mimi ndo nampa furaha, oh my Lord, no. Lakini furaha ya kweli tunaitoa kwa Mungu tunapoingia kwenye maombi na kumwabudu Mungu na kumkabidhi Mungu maisha yetu na ndoa zetu. Ndio anayetupa furaha ya kweli. Tunakuwa na amani na furaha, tunashangaa tunashinda mengine, unashangaa unakutana na hili jaribu unalishinda, unashangaa unakutana na hili jaribu unalishinda. Ni kwa sababu ya ile neema ambayo Mungu ametupatia. Kwa hiyo tuache haya mambo ya kulinganisha ndoa za mitandao na kulinganisha ndoa zetu, tuache. Kila ndoa ya mtu iko tofauti. Kila ndoa yangu mimi na Kasha tofauti na ndoa yako wewe. Tunatakiwa tusomane wanandoa. Ujue mume wako anataka nini, ujue mke wako anataka nini. Ukae pale kwenye ndoa yako. Usiangalie watu wengine wanaweka nini kwenye mtandao na wewe unataka kuvuta tu mwenzio, unamvutane tu, au unajihesabia kwa sababu umeona kitu kwenye hali fulani, unataka kujihesabia kwamba huna ndoa nzuri kwa sababu Kasha na mke wake wameposti kabisa kao pale wanakisiana. Mimi ili mume wangu hapa alijaye kunikisha hata siku moja, mimi naona halinipendi. Hapana. Huyo ndo tradition yake, ndio alivyo. Ndipo mlivyoenda hivyo. Ingekuwa hii mitandao haipo, tusingekuwa tunaona vitu vyovyote, tungekuwa tuoni chochote, kwa post chochote. No? Usilinganishe. Huyo ndio kwako, ndio mlivyokuwa hivyo. Kwa nini sasa iwe shida tena? Kwa nini iwe shida sasa hivi? Tambua adui anakujali. Alafu kuna vitu vingine is unnecessary kabisa kusema kwamba hii ndio vitu vya kuachana. Hapana. Kabisa. Yaani vitu tu vya kutokuelewana jamani. Marumbano tu kidogo tayari wataka kuondoka. Hapana. Please fight for your marriage. Please pigana kwa ajili ya ndoa yako. Ni huduma ambayo Mungu amekupatia. Ukiona uko hapo hujafikia mahali kwamba kuna mtu anataka kukuua, hebu kazana ukae hapo. Mwangalie huyo mume wako, mwangalie huyo mke wako, mwambie hakuna mtu anatoka, shetani ndio anatoka hapa. Sisi tuko hapa mpaka kifo kitutenganishe, na hakuna haja ya kulazimisha kifo kwa mtu. No. Yaani ni kutafuta tu kutengeneza. Kwa hiyo ustahimilivu wa zamani unawezekana kabisa kuwepo sasa hivi tukimwamini Mungu na tukiomba, na Mungu atatupa neema ya waliofanya zamani na tutavumilia. Ila tukumbuke kizazi cha leo kina mambo. Kuna ndoa za ajabu. Juzi nimekutana na ndoa zinaitwa open marriage. Lord have mercy. Kuna ndoa za ajabu mpaka unaogopa. Lakini ndoa za Kikristo ndio zinazoshambuliwa wapendwa. Kwa hiyo mimi nitaistopia hapo ili kwamba tuwe na muda tena wa maswali, kwa sababu bado tutaendelea. Karibu kwa ajili ya maswali na
kama nimeeleweka pia. Ndio, I'm sorry naongeaga haraka sana jamani. Amen, amen, amen. Amen. Asante sana. Baba yetu Baba Anderson Kasha na Mama Janet Kasha kwa kutuanzia vizuri kabisa katika siri zetu za wiki 3 kwa kipindi cha leo, kwa kukumbusha tu tunazungumzia kichwa cha habari kinachosema je, kuna ustamilivu tofauti kwenye ndoa ya zamani na ndoa za sasa, na je, kuna ustamilivu tofauti kwenye utumishi wa zamani na utumishi wa leo. Na leo mama amekazia kwenye upande wa ndoa. Sasa ningeomba nitoe nafasi kama kuna mtu yoyote ana swali, ananiongeza, uliza ndani ya dakika 2 na jibu litakuwa kwenye dakika 1 mpaka 3. Bonyeza *6 ili uweze kuuliza swali lako. Karibuni wapendwa. Sijui nasikika vizuri? Karibuni wapendwa, kama kuna mtu ana swali, ananiongeza. Je, mnanisikia? Amina, tunakusikia. Amen. Nashukuru kwa hilo. Kama kuna mtu yoyote ana swali, karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bibi Favor, karibu. Amina. Umefafanua vizuri. Mungu akubariki. Na Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mama Kasha na baba, Mungu awabariki sana. Amen. Kwa somo zuri. Kwa kweli ninasema sijui nianzie wapi. Kwa sasa hivi, ndoa ya sasa hivi na ya zamani, mimi nasema kuna tofauti. Utofauti uliwepo sasa hivi jamani. Kuheshimiana hakuna. Kuvumiliana hakuna. Vitu hivyo viwili. Kuheshimiana hakuna, kuvumiliana hakuna. Hakuna kusema binti atamheshimu mke, mume atamheshimu. Yani imekuwa vurugu. Kwa sasa hasa hapa Marekani, Mungu wangu anasema usiniambie, niweke mkono nikuweke ndani. Nigusa niweke mkono nikuweke ndani. Jamani, na mlihapa viapo madhabahuni, leo imekuwa hivi. Usiniambie, Mungu wangu. Yani sasa hivi kuna utofauti. Mimi nimekuwa nikiona wazazi, majirani, mimi mwenyewe nimeona mzazi wangu mimi mwenyewe, mpaka nilifikia hatua ya kumwambia mama, mimi nikiwa mkubwa kabisa, kamwambia mama, si uondoke. Mama, kwani baba anafikia ukupiga kiasi hiki alafu naendelea kukaa? Akasema, mwanangu, na wahurumia, nikiondoka akileta mke mwingine mtateseka. Na sio huyo tu, nimeona wengi wakiwa wavumilivu kwenye ndoa. Lakini sasa hivi hakuna. Tuseme tena uvumilie mpaka ufikie hatua ya kukumaliza, hiyo tena ni nyingine. Lakini kuna kidogo angalau uvumilie, usamee. Lakini kusameheana sasa hivi mimi naona ni kidogo, sio wengi. Ni kidogo sana. Mungu awabariki. Ndio utofauti wangu na zamani. Zamani kwa kweli hata mimi mwenyewe nilivumilia. Mimi mwenyewe Bibi Favor nilivumilia. Paka kifo kimetutenganisha sasa. Naona.
Nilivumilia mengi, nimepitia mengi nimepitia sana mengi. Lakini sasa hivi kuna utofauti, wapendwa. Mungu awabariki. Ngoja niwaachie wengine. Amen. Amen. Asante sana, asante Biliseva kwa changizo. Naomba nichukue hili kama changizo. Umeendelea kukazia pale ambapo mtumishi wa Mungu Mama Kasha alisema kwamba ndio kuna tofauti, na kuna tofauti sababu ya mazingira, ikiwa ni kitu kimoja wapo, kwamba zamani watu walivumilia, lakini sasa mambo yamebadilika. Hakuna uvumilivu kama ulivyosema, hakuna kuheshimiana. Kwa hiyo tunaomba nichukue hilo kama umekazia pale alipokuwa ameweka. Nadhani ni sawa. Bibi Seva, nadhani nimekuelewa vizuri. Amen. Nadhani labda ni mute. Karibuni wapendwa, kama kuna mtu mwingine ana swali au ana kitu cha kuongezea katika somo tulilojifunza leo, karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Jina la kwanza? Jina la kwanza naitwa Naomi. Amen. Karibu Mama Naomi, karibu. Nashukuru pia Mungu kwa mtumishi aliyetangulia kuleta hii mada. Ni mada nzuri na ni mada pana na ina mapana. Ndani yangu kumekuja swali, ni nini kifanyike basi kwa watoto wetu wa sasa hivi na kizazi cha sasa hivi waweze kukaa kwenye ndoa, kuvumiliana na kuweza kujenga ndoa vizuri. Lakini pia zamani tulikotoka kulikuwa kuna jambo fulani ambalo liliweza kuleta adabu. Sometimes unaolewa, unakuta kwamba mtu ambaye anatafuta kipato ni upande mmoja, baba mama unasubiri kupewa. Pale unaposubiri kupewa lazima ujue kwamba nikae kwa adabu ili uweze kupewa na watoto waendelee. Sasa hivi mambo yamepanuka, watoto wanasoma, kila mtu anapata chapaa. Hapo sasa kila mtu anaona kwamba mimi naweza, kile naweza. Na hilo liweza likaingilia likaleta mtafaruku kidogo katika kuheshimiana na kuvumiliana. Mtu anaona kwamba kumetokea jambo kidogo nyumbani, kwa nini nivumilie na mimi najiweza, naweza nikatunza watoto wangu, naweza nikaendelea na maisha. Mimi ninafanya. Lakini zamani nasema nivumilie watoto wangu waende mbele, nikitoka hapa sina chochote nafanyani watoto. Hilo nalo partly inaweza lichangia pia. Kwa hiyo kwa sasa hivi elimu inaendelea, utandawazi wa mambo mengi yametokea. Unakuta kuna mambo mengi sasa, mimi siwezi kuvumilia, siwezi kwenda tena. Kwa hiyo kuna mambo mengi yameingiliana. Lakini ni nini basi hasa kifanyike? Hasa tukiangalia watoto wetu wanavyoolewa pia. Unakuta tunawafundisha watoto wa kike mambo yanaitwa kichempati. Utiifu basi kukajengeka jambo kwamba kadri unavyoana wote wakalishwe. Wakapata watu ambao wamekomaa kidogo kwenye ndoa, wakawafunda na kuwaelewesha. Pamoja naomba kanisani wana mafundisho, lakini bado wakapata mafundisho yatakayoweza kuwajenga, especially kwenye kona ya uvumilivu, kuvumiliana pale inapokuwa yametokea makosa. Waambie kwamba unapoenda kwenye ndoa, udhaifu wa mwenzako ni nguvu yako, walijue hilo. Nadhani kunahitajika elimu zaidi na kunahitajika seminars zaidi na jinsi ya kuendelea kuwakuza pamoja na kumweka Mungu mbele. Ndio la kwangu tu dogo nilikuwa nalo. Amen. Asante sana Mama Naomi kwa swali hapo na changizo. Pamoja na kwamba umeuliza swali, lakini umetoa pia vipengele fulani ambavyo vinaongezea au vinatoa ushauri wa vitu gani vifanyike. Sio kuna mtu yeyote anataka kujaribu naye kujibu? Amen. Karibu Mchungaji Mangesha, karibu. Amen. Nashukuru sana kwa nimshukuru sana Mama Kasha na Baba Kasha kwa somo zuri sana. Bible study kamati, Mungu awabariki sana. Mama Naomi pia kwa swali zuri sana. Labda nirudi nyuma kidogo tu kwa kuchangia hapa kwamba mimi nadhani kitu kimoja ambacho kimepungua especially sasa hivi katika jamii sasa hivi ni watu hawajafundishwa thamani ya ndoa, kujua kwamba ndoa ni agano. Kama sema hivi, thamani ya ndoa kiroho,
siku hizi watu wanachukulia ndoa ni kitu kama cha kawaida tu, yani kama mtu anakwenda kununua kitu dukani. Nadhani tukirudi nyuma kidogo na tukaweza kupata revelation, kwanza kabisa nini maana ya ndoa, nini kinafanyika wakati ndoa inapofanyika. Maana kujaribu kuangalia siku hizi especially kwa Marekani, watu wanaoishi kama wanasema wana cohabit, imekuwa kitu cha kawaida kwa sababu watu hawaoni thamani ya ndoa. Ukuta mwanamke na mwanamume wanapendana, wanaamua kuishi kama wanandoa. Wengine wanakuja tu kufunga tu ndoa serikalini pasipokuwa na mchungaji. Kwa nadhani sababu mojawapo ambapo ndoa siku hizi hazina ustahimilivu ni kwa sababu watu hatujajua au tumepoteza ile revelation ya ndoa ni nini, agano lile la ndoa. Kwa hiyo labda pia kujibu swali la mama Naomi, mchungaji Naomi, nini kifanyike basi, nadhani we need to go back to the drawing board kama ambavyo Mama Kasha amesema. Yani kwanza wachungaji, watumishi wa Mungu wainuke katika hilo area, katika hilo eneo, kuwa na mafundisho ya kina na ya ndani kuhusu masuala ya ndoa. Kwa hiyo ninapokwenda kumalizia, kwa mfano mafundisho yamekuwa mengi sana. Of course namshukuru Mungu wote nasikia kuna semina za ndoa hapa na pale, lakini hata hizo zenyewe pia hazipewi ile emphasis ambayo inatakiwa kuwa emphasized. Kwa hiyo kwa mfano wachungaji wapitisha sheria wakati, jamani, hapa kanisa hili tufundishi ndoa mpaka kumekuwa na mafundisho ya ndoa, na sio tu ile kufundishwa namna gani ya kupendana katika ndoa, lakini to go back to the foundational, kujua ile agano la ndoa manake ni nini. Nadhani watu tukifahamu kitu kinachofanyika katika ulimwengu wa kiroho na kukuja katika swala la ndoa, pia itaweza kutusaidia kuweza kustahimili. Amen. Amen, amen. Asante sana mchungaji Mangesho kwa changizo lako. Siku na mwingine anapenda kuchangia hapo, kuongezea kwenye swali la mchungaji mama Naomi. Amen, amen. Mama Kasha, baba Kasha, kama kuna nyongeza katika swali hili letu la leo, karibu. Niwe. Amen, amen. Tunashukuru sana Nashukuru sana baba Kasha na mama Kasha kwa mafundisho na nawashukuru wote waliochangia. Kwa nyongeza ya maelezo ya mchungaji Mangesho, mimi nafikiri tukiliangalia kwa mapana zaidi kabla tujafikia kwenye hilo swala la ndoa na jinsi ndoa inavyokuwa na machangamoto, tuliangalie kutoka kwenye background. Tuangalie haya malezi ya watoto wetu wenyewe, kwa sababu binti ameolewa, miezi miwili amerudi nyumbani au mwaka mmoja, au ndio ndoa wameanza kuvurugana, lazima utakuta na huku nyumbani kwenye malezi kulikuwa kuna mapungufu mengi. Kabla tujawatupia wachungaji mzigo huo, au kama tujawajibisha wao zaidi kuweka hiyo semina, nafikiri pia hata sisi wazazi wenyewe tuangalie tunavyolea watoto wetu. Mtoto anapofikisha umri fulani, mweke wazi, anza kumuelimisha kabla hata hajafikia kupata huyo mchumba. Mueleza atakachokuja kukutana nacho, jinsi tunavyowaandaa kwenye masomo. Tumewapeleka high school, tumewapeleka
kwenye vyuo, wapeleka hapa na pale, unastrago kuwagarimikia hiki na kile. Wewe mwenyewe mtafutie, ukikuta kuna semina mahali fulani, usimwache nyuma huyo binti wako. Usimwache nyuma huyo kijana wako. Nenda naye kwenye hizo semina. Asikia anayofundishwa, aandaliwe. Hata akija kufika kipindi sasa ndiye amempata mchumba, hayo mchungaji atakayoongezea ni mengineyo, ni juu ya yale malezi aliyoyapata pia kwa wazazi kwenye makuzi yake. Mimi ninachangia. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Asante sana Mama Kavisha kwa mchango wako, kwamba turudi nyuma tuanze kwanza sisi wenyewe wazazi, tuna wakuzaji watoto wetu kabla hawajafika kwenye huo muda wa kuolewa. Tunashukuru sana kwa mchango wako, na nazingatia muda, ningeomba nimrudishe Mama Kasha au Baba Kasha kuweza kulifunga vizuri hilo swali liloulizwa na mchungaji. Samahani naomba niongezee kidogo. Amen, Mama Kavisha. Naona tujirudishie sisi wazazi kwanza, kwa sababu yamkini hata huyo binti kwenye hayo malezi yake ameona wewe baba na mama ndani ya nyumba mnapigana, mnajibizana kwa dharau, mnafanya hizi na vile. Sasa unategemea yeye kula anaenda kufanya nini? Kwa hiyo tutoe kwanza boliti kwenye, toe kibanzi kwenye nani yetu, ndio tutaona tutatoa boliti kwenye kwa nani. Amen. Asante sana kwa nyongeza hiyo. Asante, nashukuru. Karibu mwalimu wa siku ya leo. Karibu. Amen. Tunashukuru sana kwa ajili ya maswali na changizo ambazo zimekuja, na kuhusu sehemu ya mwisho ambayo imegusiwa. Nafikiri sote hapa tunakubaliana ni kwamba ni kweli kwamba vijana wetu wanapoingia kwenye ndoa, inawezekana kwamba labda hawakupata maandalizi ya kutosha. Kwa hiyo kule kuingia tu kwenye ndoa, inawezekana kwamba labda wamepata ni kama mshtuko. Wanaingia kwenye mshtuko ambao yaani mtazamo wao kuhusu ndoa kabla hawajaingia walikuwa naona kabisa hapo ni mahali ambapo nitakapokuwa nimefika nitajisikia kwamba nimeingia kwenye nchi ya ahadi. Lakini anapoingia anakuta kwamba ni tofauti, na hiyo inawezekana ni kwamba hakuwa ameelezewa hata kutosha kwamba vile vitu ambavyo anategemewa kukutana navyo huko mbeleni. Kwa hiyo ni kweli kwamba kutahitajika kuwe na maandalizi madhubuti ya muda mrefu wa kutosha kabla ya vijana wetu kufikia kwenye hatua hiyo ya kuweza kuingia kwenye ndoa. Kwa kifupi, ndiyo sehemu ya kuchangia kwenye hii sehemu ambayo imekuja hapa mwisho. Asante sana. Alafu pia ni vizuri pia vijana wetu wajue kwamba yani ndoa ni kitu cha watu wawili. Amen. Na wanapoingia pale wanaingia kwa mapatano wakiwa wao wawili. Na ndoa ni kila mtu anatakiwa kufanya ndoa iwe nzuri. Sio kwamba kwa sababu kuna watu wengine unaenda kwenye ndoa alafu unataka kumfanya mwenzio afanye tu unapotaka wewe. Yaani wewe tu, yaani unasahau kwamba na yeye ana feeling na yeye ni mwanadamu. Kwa hiyo inabidi watoto wetu wajifunze kwamba unapoingia kwenye ndoa unatakiwa kabisa ujue kabisa kwamba yaani unaenda kukutana na mtu mwingine ambaye amekulia maisha mengine. Kwa hiyo mtakaa hapo, mtasaidiana. Huyu anasema hiki sipendi, huyu anasema hiki nitakipenda, nitafanya hivi. Udhaifu wa huyu ndo wewe wa kuficha madhaifu yake. Na ndio maana mara nyingi kwa upande wa Afrika tunawafundisha sana watoto wa kike kwenda pale na kuyell, kwa sababu sisi wa mama ni rahisi kuyell, ukikutana na mwanaume amekaa na msimamo wake, ni rahisi tu kusema kwamba kwa ajili ya amani, ili tuwe na amani, acha tu ni yeye. Acha tu mimi niende na msimamo wake, alafu huko mbele ya safari tutakuwa na amani. Kwa sababu hata Biblia inatuambia kabisa kwamba yani wanaume ni kubembelezwa. Tutaongea hilo lingine baadaye. Tuache. Amen. Asante sana. Kipindi ndio kinaanza kunoga, muda unaonekana mfupi kabisa. Na kama kawaida yetu tunapenda kuzingatia muda, ila tunaweza tukaanzia hapa.
na nadhani kipindi kitakachofuata tutaanzia hapa kumuuliza mama mchungaji, mama Naomi, kama nyongeza na swali lake limejibiwa vizuri. Basi mimi napenda kumshukuru sana mama Janet Kasha na baba Anderson Kasha kwa kipindi hiki cha leo. Kama tulivyokianza, naona tunaanza kujifunza, na leo tumekazia upande wa ndoa, na vipindi viwili vitakavyofuata tutaendelea upande mwingine kutokana na ratiba itakapokuwa imepangwa na walimu wetu. Basi mimi napenda kuwashukuru sana kwa kipindi cha leo. Napenda kuwashukuru wote mlioweza kuingia katika kipindi cha leo. Naomba kuwatambua watumishi walioweza kuingia katika kipindi cha leo. Namuona walimu wetu mama Kasha na baba Kasha, namuona mchungaji Mangesho, namuona mtumishi wa Mungu kutoka Tanzania dada Gladness Msemo, namuona dada Glory Show, namuona mama Bupe Mwakameta, I believe, nadhani sijakosea hapo, Mwakamela. Nawashukuru sana kwa kuingia katika kipindi chetu, lakini kabla hatujafika mwisho wa kipindi, ningeomba niwakaribishe wawakilishi wetu wa outreach ili waweze kutuongoza kwa jioni ya leo, kabla sijamkaribisha mchungaji Absalom Nasua kutufungia kipindi chetu. Karibu outreach. Amen. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki kwa kipindi kizuri. Basi tupende declaration yetu. Tunakwenda kuharibu madhabahu zote za shetani za giza, madhabahu zote za giza ambazo shetani ameziinua, ambazo zinawazuia watu wasiende makanisani, wasimtumikie Bwana, wasisimame katika makusudi ya Bwana. Kwa hiyo hapo ulipo, unmute mic yako tukapande kufanya hiyo declaration. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tunakuja mbele za uso wako Baba, tuking'oa na kuharibu madhabahu zote zile ambazo Mungu shetani ameziinua kuharibu na kusambaratisha kazi za watumishi wako, kazi za watoto wako Baba. Madhabahu zote za kigiza mfalme ambazo zinawazia watu washindwe kutembea na Mungu, washindwe kwenda kanisani, washindwe kuifuata Injili Baba, tunasambaratisha, tunaziharibu Baba katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Amen, amen, amen. Asante sana mchungaji Mangesho kwa kutuongoza kwa declaration ya leo. Asante sana dada Olivia, mtumishi wa Mungu, kwa kufungulia kipindi cha leo. Na hapo naomba nimkaribishe mchungaji Pastor Absalom Nasua, mchungaji mbeba maono wa huduma za umoja, ili uweze kuingia kutupa wasaa wako na kutufungia kipindi cha leo. Karibu mchungaji Pastor Nasua. Amen. Baada hapo nichukue nafasi kwanza kulishukuru dawati zima la Bible Study chini yako Priska Mungai Mshana, Jerry Mkoni, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya, na Mungu awabariki sana. Amen. Jambo la pili, ni mshukuru sana Mungu kwa ajili ya watumishi wake Pastor Anderson Kasha na mama Anderson Kasha kwa kutufundisha vizuri kabisa somo la msingi sana unapoingia kwenye ndoa. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Amen. Mwisho, niwashukuru pia kwa utayari wenu kwa kufundisha vipindi vitatu vya mwezi mzima. Kama watumishi wa Mungu tunajua kuna gharama kujiandaa ya muda, kutoa muda, kuacha ratiba zenu za kila siku na kuamua kujikomiti kwa almost mwezi mzima. Sio jambo dogo, na sote tunafahamu ratiba za Marekani zilivyo, mambo yanavyopandiana, lakini tunaona upendo mkubwa mlionao ndio kuhakikisha wanandoa wanaishi ndoa zenye furaha na mafanikio. Mungu awabariki sana kwa sadaka yenu kubwa ya muda ambao mmeitoa. Amen. Na mwisho, ninawashukuru watu wote kabisa ambao mmeweza kuingia. Najua baadhi yenu mko njiani kuja hapa kwa ajili ya kongamano letu la 12. Watu wengi wameshaanza kufurika hapa kwenye mji wetu,
na tuliweza kuona ile flavor mkutano imeanza. Kwa ni kukaribisha sana wewe ambao uko njiani, wewe ambao utashindwa kufika kwa namna moja au nyingine, kumbuka kuombea, kumbuka kufuatilia kwenye mitandao na mambo kama hayo. Mungu awabariki sana na tena kutoa baraka za mwisho sasa. Mungu wetu tunamtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu. Yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini siku zote, awalinde, awatunze na afanikishe katika kila tendo jema, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mchungaji kwa kutufungia kipindi chetu rasmi. Basi mwisho wa kipindi cha Bible Study ni mwendelezo wa vipindi vyetu vingine. Kutane kesho asubuhi saa 12 katika prayer line. Na pia napenda kuwakaribisheni wote mnaoingia na mnaoendelea kuja katika kongamano letu. Hopefully tutaweza kuonana na kusalimiana na kujuana uso kwa uso. Na watakieni usiku mwema. Karibuni tena Alhamisi ijayo. Asanteni. Amen. 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 Amen.